Kwanza kama tulivyosema, usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea Morogoro. Timu ya madaktari bingwa kutoka hospitali ya Muhimbili wanatarajiwa kupiga kambi maalum wilayani Kilosa mkoani Morogoro kwa lengo la kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa wananchi wenye magonjwa mbalimbali ndani ya mkoa huo na mikoa jirani. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Adam Malima alipoongea na vyombo vya habari ofisini kwake kutumia fursa hiyo kuwataka wananchi wa mkoa huo na mikoa jirani kujitokeza kwa wingi kupata huduma hiyo inayoanza Machi 10 hadi 14 mwaka huu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Kwanza kama tulivyosema, inakuja na upana wa uwezo wa kuangalia magonjwa mbalimbali. Nimesema tayari magonjwa ya watoto, magonjwa ya kina mama, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya masikio, pua, koo kwa pamoja, ENT, magonjwa ya macho, na magonjwa ya kawaida tu ya utu uzima haya, lakini hili la saratani limeongeza uwezo wa timu hii pamoja na hiyo ya famasia. Kwa hiyo nawaomba wana Morogoro wenzangu wajitathmini katika hilo. Huduma hii inaanza Jumanne tarehe 10 mwezi wa 3 saa 1 asubuhi. Kilosa pale kwenye viwanja vya shule ya Kilosa pale mjini. Na waomba wana Morogoro wenzangu waitumie fursa hiyo kwa upana wake, wajitokeze kwa wingi. Ndugu zetu hawa wamekuja kwa ajili yetu, na nimefarajika sana pia kwamba nimeona dokta hapo mmejipa wigo mkubwa wa kuhudumia wananchi, hususan karibu 500 kwa siku. Kwa hiyo ninaomba wana Morogoro wenzangu wajitokeze kwa kiasi kikubwa, haswa sasa sijui maana ni bwana Morogoro, nitaka kusema haswa wana Kilosa, afu nikakumbuka hapana, kuna watakaotoka Mvomero, watakaotoka Gairo, watakaotoka Kilombero. Nyie hambagui. Center ni hiyo team center inafanyika Kilosa, lakini kwa ajili ya wana Morogoro na walio jirani. Sijui kama atatoka mtu Dodoma Kibaigo afu mtamkata. Kila mnapokuja honestly, kwa dhati kabisa ya moyo nataka niseme huwa mnakuwa mmeondoka mmeacha alama kubwa sana, na mnakuwa mmefanya jambo kubwa sana, kwa sababu kuna mwingine anatembea na maradhi yake, anaona tabu kwenda kufanya uchunguzi hospitalini, lakini alafu anaambiwa kwamba, au kama analisikia kama ili tangazo au huu wito ambao unaotoa sasa hivi kwamba kuna watu wanakuja kuangalia labda kama saratani ya matiti au saratani ya shingo ya uzazi au saratani ya tezi dume au Sasa najiuliza, anasema nasikia kama kuna kama siniende nikaangalie. Sasa ile siniende nikaangalie inaweza ikawa pale ndio maisha yake anapoponea pale, kwa sababu anapata early detection mechanism, yani kwamba ameigundua mapema. Nilipolisemea kuhusu masuala ya dawa, sema kwanza wanapata nafasi ya kuja kutathmini, kuchunguza afya zao katika maeneo haya ambayo nimeyataja, na uchunguzi huo ni bure. Kumuona daktari ni bure, kumuona daktari bingwa ni bure. Lakini nimehakikishiwa pia kwamba, kwa mfano, ukishaambiwa labda kama una pressure, una sukari, magonjwa yote utakayobainika nayo, kama kuna matibabu ya awali ambayo yanatakiwa yaanzie pale,
na dawa za awali. Timu imekuja na wafamasia na imekuja na dawa za kianzio ambazo zitatolewa bure. Kwa hiyo hilo ni swala la kuwashukuru Muhimbili, lakini nitumie nafasi hii pia haya mambo yanawezekana kwa ushirikiano na wadau wetu katika jamii na wahisani na wawezeshaji. Na katika hili nadhani nitakuwa mchovu wa fadhila kama nisipo wa shukuru Vodacom Foundation. Ile culture ya madaktari bingwa kukaa na kusubiri tuwafuate Muhimbili, na wao sasa wanatoka kule wanatufuata sisi. Ni ubinadamu mkubwa sana, ni watu wazito sana. Mnapotoka kuja huku vijijini mnatupa matumaini ya uzalendo na Utanzania wetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.